Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnati wal jamaa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hathana bit-ta'a wa ala alihi wa sahbihi ulil huda wa shajaa, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Karibu tena mtazamaji wa Rapta TV, mtindo ni maisha. Leo tupo ndani ya Ramadhani ya 22. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja ya malengo aliyotumilizwa au aliyomtuma nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tazkia, kututakasa sisi waja wake. Kama mwenyewe alivyosema, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Tazkia ndiyo lengo ambalo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotumwa kuja nalo kwetu, kwa maana ya kuja kututakasa. Ukitizama ibada zote pia zilizowekwa hizi, lengo ni kututakasa sisi tu, kuweza kuwa wasafi katika ibadati zetu. Miongoni mwa ibada hizo, ukitizama ibada ya hija ile imewekwa kwa ajili ya kumtakasa mwanadamu. Wanazuoni wanasema min at-tarafu' fil malbas, yani at-tarafu' fil malbas, mtu kujinyanyua, kujichukua, kujiona kwamba yeye ndio yeye anaweza kuvaa katika mavazi. Kwa hivyo tunapokwenda katika ibada ya haji, tunasafishwa ama tunatakaswa kutokana na mtu kuvaa mavazi, kwamba kuna watu wanavaa kwa brands, kwamba mimi navaa Adidas, navaa Nike na brand chungu nzima ambazo zinafahamika. Kwa hivyo tunapovaa kule katika ibada ya hija, tunapovaa yale mashuka mawili, ni kwa maana ya kwamba kuwekwa sawa, kwamba hakuna aliyokuwa bora zaidi ya mwingine, kwamba wote tunakuwa sawa. Pale tunakuwa tunatakaswa kutokana na mtu kujichukua, kujinyanyua katika mavazi. Lakini tukitizama ibada ya zaka, kwa maana ya sadaka, mtu utoa au amrishwa au tulivyoamrishwa kutoa sadaka ama kutoa zaka, ni kusafishwa kutokana na shuha, shahaha, uchoyo ule, uselfish, kwa mtu sasa apate kujua kwa kuna watu wengine wanahitajia kile alichokuwa nacho. Kwa hivyo tunasafishwa. Hizi ibadati zote kama tulivyosema, ndivyo lengo ni kusafishwa mwanadamu. Kwa hivyo katika kutoa, anasafishwa mwanadamu kutokana na uchoyo, kutokana na umimi, tunasafishwa hapo. Ukitizama ibada ya swala pia vile vile, mtu anasafishwa kutokana na kibri, kutokana na kujiona, kwamba pale watu wanapokanyaga chini na miguu yao, basi wewe ndio unaambiwa uweke ile paji lako la uso. Kwa maana gani? Wewe uwe na tawadhu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia uheshimu, ujue kuwa hapa chini ndipo ulipotokea na hapo ndipo utakaporudi. Kwa hivyo tunatakaswa na hizi ibadati zote tunazokuwa tumewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio maana katika swala tunasimama yeyote pale, uwe tajiri uwe maskini, tajiri atasimama na maskini, maskini pia atasimama na tajiri, wote tutasimama katika sehemu moja, na kuwa sasa hakuna yule wa bora zaidi, kwamba huyu yeye atakuwa na swafu yake au huyu atakuwa hivi. Tunatolewa pale kibri, tunatolewa jeuli, tunatolewa ule kujimwamba fai, kujiona kwamba mtu yeye ndio yeye. Ndio maana tunasujudishwa, tunaambiwa tusujudu chini pale ambapo mtu watu tunakanyaga chini na miguu yetu, tunaweka paji la uso, kwa maana ya kuondolewa kile kibri. Kwa hivyo kitazama, ibadati zote hizi zimeletwa kwa ajili ya kututakasa. Kwa hivyo tujue kuwa tunapofanya ibada, tufanye ibada kiikhlas, tusifanye ibada kwa lengo la kutaka kuonyeshana kuwa wewe ni mfanya ibada sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba mbora wenu ni yule ambaye atqakum, yule ambaye anamcha sana Mwenyezi Mungu, ndio huyo ataonekana mbora. Huwezi kuwa mbora kwa wewe kuweza kuwa unavaa nguo nzuri, huwezi kuwa mbora kwa kuonyesha kuwa unatoa sana, lakini vile vile huwezi kuwa mbora kwa kuonyesha kuwa wewe unaswali sana kuliko wenzio. Wote inatakiwa tufanye ibada kwa kujua kuwa ibada zote hizi zimewekwa ni kwa lengo la kututakasa. Kwa hivyo tusikubali Ramadhani iishe hii kuwa hatujatakasika kwa hizi ibada ambazo zipo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Ramadhani hii ya 22 atujalie tutoke katika Ramadhani hii tuwe ni watu wenye kutakasika kutokana na ibadati na nafahati rahmati ambazo zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare katika channel yetu hii ya Rapta TV. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.